Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, ni wakati mwingine tena wa kwenda kujifunza hapa hapa kwenye channel Mchungaji Norman TV. Mungu ni mwaminifu, amekutanisha tena siku ya leo. Na sione wakati mwingine tunakuwa kimya kwa kutokana na ratiba za hapa na pale za huduma na utumishi wanaofanya huduma sehemu mbalimbali, na pia ratiba wakati mwingine nakuwa yanabana na changamoto na vita hapa na pale, lakini zaidi ya yote napewa kushinda na zaidi ya kushinda. Sasa katika siku ya leo naomba, kwa sababu nimekutana na maswali mengi, nianze na maswali. Hilo somo tunaloendelea nalo kuhusu mizimu ya kila kabila bado linaendelea, na tutaendelea, vipindi vitaendelea hapo, utaviona. Lakini niendelee leo, niingie kwenye maswali ambao watu wameuliza maswali mbalimbali. Swali la kwanza kabisa mtu ameuliza, kwa nini majira tupo tofauti kusherekea mwaka mpya wakati dunia ni moja? Kwa nini kalenda zipo tofauti? Mfano hapa naona mfano sana sana kalenda ya China. Hapa sana sana ni ya China anayezungumzia, lakini labda niseme tu kwamba China, kwa nini wao wanasherekea mwaka mpya tofauti, majira tofauti tofauti? Kwanza kwenye Uchina kule kalenda yao huwa wenyewe wameipangilia katika mfumo wa wanyama, na wale wanyama walitokana kwamba kuna mfalme mmoja ambaye anaitwa Jade Imperial. Yule bwana alikuwa katika kushindanisha wanyama. Baada ya angalia mnyama gani ambaye watakuwa na kasi, yani watakuwa wako sharp, wako haraka, wana mbio zaidi, watavuka mto. Yeye alikuwa ng'ambo ya mto, lakini alikuwa anashindanisha wanyama gani ambao wako sharp katika kuvuka mto, wako sharp kumaliza ule mto, kuvuka, kufika gea aliko. Sasa pale ndipo wakakutana na wale wanyama waliowahi. Kwanza kabisa ni panya, aliwahi panya. Kuna mwaka wa panya China pale, kuna miaka ya wanyama mbalimbali, mwaka wa panya, mwaka wa sungura, mwaka wa ng'ombe, kuna mwaka wa tumbili au nyani, kuna mwaka wa joka, kuna mwaka wa nyoka, kuna mwaka wa farasi, kuna mwaka wa taiga, kuna mwaka wa mbuzi, na kuna mwaka wa mbwa, na kuna mwaka wa nguruwe. Katika miaka yao wamepangilia katika elimu ya zodiac, manake katika ile mfumo wa masuala ya kiroho. Zodiac ni elimu ambayo ya nyota na masuala yale ya unajimu, masuala ya kiroho. Wao wakaweka hivyo, yule mfalme akaanza kutaja hivyo. Na katika hiyo miaka pia kila mwaka una mambo yake, na kila mwaka una kusudi lake, na kila mwaka kunakuwa una maana yake. Mfano mwaka wa panya unamaanisha vitu fulani. Panya ni mjanja, alafu mwalevu pia. Yeye aliwahi kuwa wa kwanza sababu alikaa juu ya viumbe wengine, alipofika karibu na mtu akavuka. Lakini hizo kiundani kabisa ni vitu ambavyo vipo kiroho na vinahitaji tu kujua kwamba wakati mwingine si kila kalenda inatokana na Mungu. Huwa hizi zina sehemu na kutokea katika zodiac. Zodiac ni moja ya elimu ambayo ya katika ulimwengu ule wa kiroho wagiza kwamba kuna vitu huwa anaangalia nyota, zile mfumo wa nyota pale, makundi ya nyota, na hapo pia kuna hata kwenye wanafuatilia hiyo pia, hata kwenye kuoa, kwamba mfano panya, mtoto wa kike aliyezaliwa mwaka wa panya anatakiwa aolewe na mtoto wa kiume aliyezaliwa katika mwaka wa joka, yani dragon, mwaka dragon au mwaka wa tumbili, yani hizo ndo zinaendana. Lakini pia aliyezaliwa mwaka wa sungura
Sungura anaendana na nyoka, anaendana na tumbili. Pia aliyezaliwa mfano mwaka wa mbuzi. Mbuzi anaendana pia na anaendana na ng'ombe, anaendana pia na huyu nani, mbuzi anaendana na ng'ombe, pia anaendana na huyu nyama gani wa pili hapa nimesema, wanaendana yani hivyo, wamepangilia mipango fulani. Mfano mbwa anaendana na farasi, au wanaendana. Kwa hiyo unakuta mbwa, farasi na taiga wanaendana, au kwa hiyo wanaangalia hata kwenye kuoana kwao, kuoa, kuolewa, wanaangaliaga sana hivyo vinani, hivyo vimfumo vya nyota, kwamba walizaliwa mwaka huu. Sasa hao kwa nini majira ni tofauti? Kalenda yao wanasherehekea mwaka mpya tofauti. Wao mwaka mpya wanasherehekea kati ya tarehe 17 mwezi wa pili mpaka tarehe 20 au 21 mwezi wa pili. Hapo wanaandaa wakati mzima, wanaweka sawa kwamba tarehe 20 mwezi wa pili Februari wao wanasherehekea mwaka mpya, au tarehe 21, na maandalizi wanaanza kuanzia tarehe 17 mwezi wa pili, na wakati mwingine wanaanza kuvuta mwaka mpya kuanzia tarehe 5 mwezi wa pili. Sasa hiyo ni kalenda ambayo, kama kwa mfano mwaka huu, manake 2026 huu ni mwaka wa farasi kwao. Kwa ni mwaka wa farasi, ni mwaka wa farasi ambao ni uongozi, uvumilivu, nguvu, uwezo wa kufikiri haraka na kufanya na kadhalika. Yani ni mwaka wa bahati kwao. Sasa mwaka jana manake ni mwaka wa nyoka, mwaka wa juzi mwaka wa joka na kadhalika, kwamba kuanzia pale panya mwaka wa kwanza hivyo, na ikiisha mzunguko huo wote ukifika mpaka kule kwenye nguruwe, mwaka nguruwe, maana nguruwe ndio wa mwisho katika miaka, alafu anarudi tena wanaanza na panya. Hiyo ndio kwa sababu ya hiyo kalenda, na wao katika mwaka hawana siku 366, wao wana siku 354 wanazohesabu. Sasa katika ulimwengu wa roho, hii kalenda umetokana na hiyo maarifa ya zodiac, ambayo ni nguvu ya kujua sayari ya zodiac, yani masomo ya zodiac yale ambayo yanazungumzia habari za uumbaji, na yanazungumzia habari ya sayari zingine na mifumo ya nyota, maisha ya binadamu na bahati yake, na siku na wakati wa bahati. Kuna mambo mengi katika hiyo elimu, manake katika hapa kuna mambo mengi, zodiac na mambo mengi humo ndani. Pia kuna mahesabu kamili ya kwamba ujue mwaka huu ni mwaka wako wa bahati, mwaka huu ni mwaka mbaya. Mfano katika mwaka mpya, ili kujua mwaka huu ni mzuri, mwaka huu ni mbaya, huwa unaangalia siku ambayo mwaka, yani tarehe moja, unaangalia tarehe moja ilikuwa ni siku gani. Ile tarehe, siku mwaka ulipoanza, ile siku ndio inawakilisha mwaka huu mzuri au mwaka huu mbaya. Ufanye maombi vipi, ukae vipi na Mungu kama ni mwaka. Manake mfano mwaka unaoanzia siku ya Jumanne ni mwaka mbaya. Yani hapo kiujumla tu automatic katika ulimwengu wa roho, yani ni kalenda ya kiroho, huo sio mwaka mzuri. Sasa kwa imani tunavyomwamini ndani Yesu Kristo, manake kama tukishajua, na uzuri kujua, hata maneno tu ya kawaida nasema jambo silo lijua sana usiku wa giza, lakini jambo kilijua giza halipo kwako. Kwa hiyo ukishajua kwamba okay, mwaka huu ni mwaka wa hivi, ujipangaje, uombeje, usimameje mbele za Kristo ili ubadilishe hiyo wakati. Lakini pia mwaka unaoanza Jumatano au Alhamisi ni mwaka mzuri. Sasa ukishaona mwaka 2026 ni mwaka ulioanza Alhamisi, ni mwaka mzuri. Kwa hiyo huu sio mwaka wa magonjwa, sio mwaka wa mateso, sio mwaka wa dhuluma, sio mwaka wa usaliti, sio mwaka wa wewe kufungwa, sio mwaka mbaya. Ila ukishaona hizo vingine vimetokea, misukosuko, basi unahitaji msaada wa kiroho wa kukutoa katika hayo mazingira magumu. Na kama kuna vita, kuna changamoto,
ujue hiyo ni shida ya kiroho, lakini katika kalenda ya kimungu huu ni mwaka mzuri 2026. Na hivyo hivyo inaweza kafuliza kama ukakuta inaangukia siku nzuri mwaka unapoanza pale. Hiyo tulikuwa tunajua katika elimu ya premium, maanake kule kuna elimu nyingi ambayo mimi nilikuwa na zile degree 33 za nyongeza za ushetani. Nilifundishwa na Master Teller, Palo Santo. Hao wote majini wakubwa, mapepo makubwa ambayo ni makuhani wa madhabahu kuu ya Lucifer. Hao ndo walikuwa walimu wetu ambao wanaweza kufundisha hivi. Nafundisha vitu uchawi wa mbinguni, yani siri za mbinguni wanazigeuza, wanaleta kwa binadamu na majini wengine wasiozijua. Na yale ni majisusi pia kuchukua siri za kuu. Sasa hizo huwa zipo, kwa maana utajua, tulikuwa tunajua kwamba mwaka huu una uwezo wa kutega tego fulani kwa watu fulani likawa nasa. Kwenye au kafanya tatizo fulani, jambo fulani, kutokana na aina tu ya mwaka, mazingira, siku yenyewe ilipoanza. Hapo ndipo unajua siku, nyakati na saa. Na kuna ile elimu ya kuzaliwa pale katika baraza kuu la Church of Morning, wakuu wa giza pale, tulikuwa tunajua kwamba wewe katika maisha una namba ya siku uliyozaliwa inayokufanikisha, lakini kuna namba ya path life, line of life, yani namba yenyewe kiongozi au namba dereva wa maisha yako. Hiyo namba hiyo ambayo ni kiongozi, yani hiyo namba ya kumuongoza mtu katika kama dereva kumwendesha kwenye maisha yake. Hizo zote ni zodiac, lakini ni katika zile elimu za numerology ipo humo, na elimu ya nyota, mifumo ya nyota katika kuanisha nyota, kugonganisha nyota. Maanake mfano kama hao wenzetu wa China pale wana kwenye element zao za nyota wana wood ambao ni mbao, element ya nyota mbao. Pia wana element ya nyota ambayo ni chuma. Pia wana element ya nyota ambayo ni maji, ardhi na moto. Ziko 5 element za nyota. Sasa huyu wenye element ya nyota ambaye ni mbao akutanishwa na element ya nyota ambaye ni maji, haviendani. Au mwenye element ya nyota ambaye ni chuma akutanishwa na element ya moto ya nyota ambaye huyu ni ardhi, haviendani. Chuma anaendana na mbao, na pia maji anaendana na ardhi, moto anaendana na chuma, na kwenye moto anaweza kuendana na chuma na mbao pia na kadhalika. Lakini sasa huko namba zile za kujumlisha pia huko ndoko kwenye zodiac ya Kichina, wao walichukua kabisa huko katika hizo elimu. Sasa elimu hiyo ya Kichina hasa wale hata zile ibada sijui za Shaolin nini na nini, sana sana zile ziko kwenye aina ya Freemason wa ushineri. Hayo sasa hayo ni mengine. Kwa hiyo katika ile kufuatilia katika kusoma hizo elimu, katika kuzifanya, kuingia kwenye practice, huko ndiko wanakoharibu maisha na mifumo mzima wa maisha mtu. Mfano mtu amezaliwa tarehe 12 mwezi wa 3 labda mwaka 1990, tarehe 12 mwezi wa 3. Hapo namba anodili nayo, namba ya kuzaliwa hapo, manake anachukua ile tarehe 12 lazima ipunguze ile tarakimu moja, anachukua moja anajumlisha 2 tarehe ile aliyozaliwa. Kwa hiyo namba yake ya kuzaliwa hapo ni 3. Sasa hiyo 3 ni watu gani? Kwa hiyo pale kurudi pale, okay, huyu tarehe ngapi amezaliwa? Tulikuwa tunarudi sasa kwenye sifa. Mtu mwenye namba 3 aliyezaliwa namba 3. Namba 3 ina sifa gani? Napata hawa ni watu jasiri, hawa ni watu ambao wanaweza kubadilika haraka na wenye maamuzi ya haraka wakati mwingine. Pia hawa ni watu pia ambao wanapokutana na changamoto fulani ambazo
ziko nje ya uwezo wao huo ni watu wa kutafuta sana misaada nje, kwa wanajua kwamba okay, namna hii basi huyu awe anakutana na misaada ya watu wasio sahihi au anakutanishwa na mazingira ambayo wasimsaidia, na huku akiti katika ulimwengu wa roho anakuwa anajua kwamba huyu katika nguvu yake yeye, kutokana na namba yake, kwamba nguvu yake ipo kwenye msaada, kwamba akikutana tu na watu sahihi basi anainuka kimaisha, akikutana tu na mazingira sahihi basi atafika mbali, atainuka, atashinda vita. Kwa hiyo hapo wanapeperushwa wale watu sahihi. Unaona, hiyo ni athari. Watu wengi wamepeperushwa, watu wako sahihi wanatenganishwa mbali, wanakuwa mbali, au watu wa kukusaidia kwenye hatima yako wanakuwa Sapota Company au Destiny Helpers wale wanauawa kwa mtindo huo kutokana na namba uliozaliwa. Pia wakishaona kwamba Destiny Helpers wako wengi, umeshawaombea na unawajua, wanaingia sasa katika mahesabu haya ya numerology, education. Numerology ni elimu ambazo za kichawi, zile ambazo tuko nazo kule, numerology za unajimu, hizo nyota ambazo tuko nazo hizo numerology. Kuna Trinium, kuna Juzu huyo, kuna Praxis, na kuna hiyo Zodiac, kuna Hazion, Nazion. Hizo zote ni elimu za juu pia za kishetani, na kuna Fulki na kadhalika, ziko elimu mbalimbali. Sasa huko wanaangalia na ile namba ya nani, pia namba ya maisha, dereva wako wa maisha, yani ile dira. Nasema kwamba gari bila dereva haiwezi kujiendesha yenyewe. Ndio hiyo namba sasa pia inatafutwa kutokana na kujumlisha tarehe zako zile na zinapunguzwa zile tarakimu. Lakini master number huwa ni namba 3, 11, 22, 33. Kwa hiyo hapo mtu anakuwa ukijumlisha ikitokea 11, basi hizo namba huwezi kubadilisha, kuipunguza, yani ukachukua 1 ongeza 1, hiyo inakaa hivyo hivyo, au 22 au 33. Sasa hayo nitazungumza siku nyingine, na jinsi gani numerology inatumika sana katika kuharibu sana maisha ya binadamu hapa duniani. Hayo ni mahesabu makali ambako hao wameshindwa kuchukua hati yako ya mashtaka, wameshindwa kukuzuia wewe kutoboa, kufika mbali au kupoa. Umepona, umefanikiwa. Wameshindwa kuangalia vitu vyako muhimu, umejizungushia moto, au wakati mwingine tu wamehitaji tu wakutafute kwa mtindo huo kupitia namba, dereva wako maisha, na namba ile ya siku iliyozaliwa, sio tarehe ya nyota, namba ya uliozaliwa, yani wewe umezaliwa katika, wewe ni nani pale. Ile namba inazungumza sifa zako wewe za kukufikisha mbali ni zipi. Wanatengeneza kule, wanaangalia ule mfumo mzima na vuruga. Sasa hizo ndio elimu ambayo inashabiana na kalenda ya Kichina. Pia ile kalenda inaingia humo kwa sababu pia wamezingatia katika hiyo elimu hiyo ya numerology na zodiac, zote ni elimu ziko humo katika mafundisho pia ya Gnostic na mafundisho mengine ya Mystic, ile uchawi asili. Huo ndio unaofanyika sana 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 katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika kalenda ya Kichina ipo hivyo, ndio maana iko tofauti. Wao iko tofauti, na wao katika mwaka wana siku 354, sio 366 au 365, hawana hiyo. Na pia ilianzia kwa hiyo Jade Imperial, huyo alikuwa ni mmoja wa kale ambao wako katika kundi fulani la Ushineri, Masonic Ushineri. Sasa hapo kuna mambo mengine pia, na hiyo nimekudokezea tu kidogo kwa sehemu. Sasa pia hilo swali, ndio maana iko tofauti miaka, ndio maana tarehe za mwanzo nakuta huku tarehe hii, na mwaka huu kwao ni mwaka wa farasi. Kwa hiyo kama utaona hapo utajua kwamba kwa nini sasa watu hawa wanakuwa wako tofauti, wanalazimisha tofauti. Hilo swali la kwanza nilikuwa nalijibu hivyo, lakini kuna mengine huko. Endelea kubaki kwenye channel Mchungaji Mwema TV, manake takufunulia siri nyingi sana. Hivyo wote nimegusia namba wanaitumiaje, kwa mifumo mingine hiyo ya nyota nini na nini nitakwambia. Lakini hapo mwingine anauliza kwamba kwa nini mtu akiwa anafanya jambo ambalo halipendi anajutia, lakini bado analifanya na halipendi, bado anafanya na halipendi. Hapa naita hii nguvu ya mtu wa namna hii
kwanza anakuwa ameelemewa na nguvu ya kiroho, yaani anakuwa mtumwa wa ile. Tulikuwa kule na kauli 7 wa kuagiza, nasema ya kwanza kwamba anayekupiga shavu la kulia si wakati wa kumgeuzia kushoto. Hii ni ile kwamba neno lako moja linaweza kubadilisha kila kitu. Neno lako moja pia linaweza kuumba kila kitu. Ya tatu pia ilikuwa ni shambulia. Ya 4, 5, 6 mpaka 7 zilikuwa 7, lakini nyingine inasema mweke mtu kati mtu maili, mweke kati mtu maili, mweke kati mtu maili. Lakini pia kushambulia na ziko nani zingine. Lakini hii sasa, huyu mtu jue tayari kama anafanya kitu akipendi, anajikuta anafanya, maana yake ndani yake anahitaji apate msaada wa nguvu za Roho Mtakatifu, ambao yeye hatakiwi kuomba, ila aombee na watu wengine wamfungue. Na wapatikane sio watu ambao wa kawaida, wapatikane watu wa maombi wamfungue zaidi, wamwombee ili aweze, kwa sababu huu ni utumwa, anakuwa ni kongwa, ndio weapons, kongwa la utumwa, silaha ya utumwa. Na wakati mwingine anakuwa amefungwa kwa kodi namba kodi namba YWH ambao 951669. Kwa hiyo anaweza kuwa ni hiyo weapons, anaweza kuwa amefungwa kwa hiyo, au 355369 anaweza kuwa akafungwa kwa hivyo. Kwa hiyo anakuwa lile kongwa linamwelemea hapo, anafunga kutokana na sifa yake, nguvu yake, yani viwango vyake vya kiroho. Anafungwa pia kutokana na mfumo wake wa kiroho wa nyota, yani vinaambatanisha vitu vingi katika hiyo kodi namba. Sasa kule anakuwa anafungwa kwenye baraza la kuagiza, mtu anakuwa mtumwa kila wakati na hawezi kufanya. Hata wakati mwingine anaweza kuhisi amefanya yeye kwa uwezo wake mwenyewe, anajilaumu yeye, lakini kiuhalisia kiingia katika picha ndani, anakuwa hajafanya yeye mwenyewe kwa kupenda. Anakuwa kuna nguvu iliyomvuta kufanya lile jambo, akifuatilia yale makosa. Kwa hiyo anakuwa mtu wa kutubu mara kwa mara, lakini hakuna mabadiliko anayopata. Huyu mtu sio wa kumcheka wala kufanya mzaha, ni mtu anahitaji msaada zaidi wa kiroho na maombi, na watu wajitoe kwa ajili ya kumbebea mzigo, ili kama atakawe salama. Na mkishagundua kwamba mtu anaomba msaada, kwamba jamani, kuna 1 2 3, kila nisilolitaka nalitenda, nisilolitaka ndio nalitenda, nilitakalo silitendi. Kama Paulo unasema alielemewa na hicho kitu, anasema lile nilitakalo silitendi, lakini silolitaka ndio nalitenda. Hiyo ipo kwa sababu ya vifungo ya mateso. Sasa ile inaongezeka kwa uwezo. Paulo akifanya bidii kubwa, baadaye ile hali ilitoka, lakini alizungumza kwa habari pia ya wengine, kwamba sheria ilivyokuwa ina nguvu, kwa sababu sheria ilikuwa inazungumza sana mambo ya mwilini, usifanye hiki. Ile hali kumbe kinachowatumikisha watu kwenye dhambi ni roho, na wengine walikuwa wamefungwa katika vifungo vya kodi namba. Sasa swali la 3 nasema, kwa nini punyeto au masturbation watu wengi kuacha inakuwa ni ngumu? Na anasema nitaacha, lakini bado anafanya. Huyo masturbation kwa nini inakuwa ni ngumu? Na mtu anadai kuacha lakini bado anakuwa haachi. Hii kwa sababu hii, kwanza masturbation ni nguvu. Ile tayari ni roho kamili ambayo ishamwingia mtu, na anakuwa inampelekesha, kama nilivyosema kwamba masturbation ni nguvu ambayo tayari pia inamwelemea mtu. Yaani ni mapepo, majina ya kushughulikia. Kama unasumbuliwa na hiyo, fanya maombi ya kufunga siku ya Jumatano, anza ule mfungo siku ya Jumatano. Hata siku 7, siku 3, siku ngapi, ule mfungo wako hakikisha unaanzia siku ya Jumatano. Lakini pia mfungo ule unashughulikia mambo haya. Kwanza shughulikia mapepo yanayoitwa succubus na incubus, na mama hao huyu anaitwa Lilith. Lilith ndio pepo mwenye hao vijana majini mahaba, succubus na incubus, yalizaliwa kutoka kwake.
kwa sababu yeye pia alipokutana alifanya mapenzi na Lucifer, wakazaliwa Osakidus na Incubus, na Lilith aliangusha wengine pia, na Lilith pia alimzaa yule Asmodei, mtoto Lilith. Hao wote lakini wamezaliwa na uwezo ule sawasawa wa kishetani wa malaika walioasi, ambao wako Asmodei, malaika aliasi yuko Asmodei aliyezaliwa na Lilith, jini wa tamaa, pepo wa tamaa. Sasa tamaa ya macho, unapoangalia vitu kwamba anaangalia ya uchi, picha za uchi, pornography, mambo ya hovyo. Na unapokuwa unaangalia unaingiwa na tamaa tayari, yale majini. Kuna vile zaubati pia tunaweza kuhusika hapo katika masturbation, na five zina hayo yote yanahusika katika masturbation. Kwa hiyo jikwamue hapo na ufunguke, kama unaona mkiwa ukiomba ukijiombea hiyo hali haitoki, basi shirikisha hata rafiki, mtu ambaye mwaminifu, mnaweza mkaomba pamoja naye kung'oa hiyo roho, hilo pando kaling'oa kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo pia unaweza ukaiacha ile ni nguvu, ni hayo mapepo ambayo yenyewe yana tabia kumfuata binadamu katika wakati ambao tulivu, yani pale unapokuwa tulivu, wakati tulivu, lenyewe linakuja linaanza kunong'ona ndani na kusemesha, hebu fungua application fulani, fungua, ingia, angalia hizo picha fulani za ngono. Au tu unaona mwanamke anapita, lenyewe linakusemesha, hebu nenda. Mtu anaingia chooni anaanza kufanya masturbation, na hiyo inatesa wengi, na madhara ile kwamba unakuwa pale unauza uzao wako na unauza asili yako ya baraka zako kwa mashetani. Wale huwa wanaangalia kupitia zile mbegu kwamba huyo mtu sasa inaonekana ndani yake maisha yake, hata kama vitu walikuwa havijui, wanaweza kujua kupitia zile mbegu. Na hii sio kwa mwanamke wala kwa mwanaume, maanake wengine ni wanawake wanafanya masturbation, lakini mwingine ni mwanaume anafanya masturbation, au kijana au binti anafanya masturbation, anafanya na midori. Ni mambo ambayo yanakuwa uhalisia kabisa katika Mungu wa roho, na unauza nguvu zako kwa mashetani, kwamba wana uwezo sasa kukufunga wewe, kukutia mikosi wewe mpaka uzao wako unaofuata, sababu tayari zile mbegu zina kinasaba cha damu yako wewe. Kwa kinachofanyika pale, wanaharibu mpaka uzao, au tawaribu mpaka watoto wako utakao wazaa, au na wazaa, au wale wazaa. Unakuta aliyefanya hili tendo ni baba, kupitia baba huyu watoto wake kule kama kazi anafukuzwa, kama biashara inaharibika nini. Kwa madhara yake kwamba sio wewe unayeathirika, mpaka wale wa chini, au wakati mwingine anaweza kuwa anatafuta wale wa chini, watoto wako wale waliotoka damu moja na wewe wakaharibikiwa kutokana na hivyo vitendo vya masturbation, na hivyo vinawekwa